Tano, Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko atafuatana na Mheshimiwa Engineer Ezra John Chiwelesa. Mheshimiwa Chiku Othman Isa ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kunipatia nami fursa ya kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana kwa mustakabali wa uchumi wa taifa letu la Tanzania. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo amezionyesha kwenye sekta hii muhimu sana ya nishati kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ongezeko la uzalishaji wa umeme, usambazaji, lakini zaidi kuhakikisha kwamba unavutia wawekezaji wengi kuja kuwekeza nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, nitajikita zaidi kwenye kuhakikisha na shauri serikali kwenye umeme, kwenye mixed energy. Maana sasa hivi kuna vyanzo vingine hatuvitumii kikamilifu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima tukubali kwamba sasa hivi kasi ya uchumi Tanzania umekuwa. Kuna uzalishaji mkubwa sana na miradi mikubwa mingi ya kimkakati. Mathalan, tuna mradi wa kimkakati wa Liganga, chuma cha Liganga na Mchuchuma. Lakini kuna mradi mkubwa unakuja wa reli ya umeme ambao inaenda kuunganisha na maziwa makuu. Reli hii itakuwa inahitaji umeme, Mheshimiwa Mwenyekiti, na reli hii pia itaenda kuweka uchumi shindani katika taifa letu kikanda, lakini pia na hata kimataifa. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua tuna wawekezaji wengi tumewavutia kuja Tanzania kwenye viwanda, sekta ya kilimo, ufugaji na uzalishaji mbalimbali ambao utahitaji umeme toshelezi wa uhakika na wa bei nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kuyasema hayo, nitapenda sasa kujielekeza kwenye kuangalia uhalisia rasilimali ambazo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sasa hivi tunazalisha megawati 4,075 4,300 something like that. Lakini uhalisia tungechukua na rasilimali zingine ambazo tumejaliwa ambazo pia zingeweza kuzalisha umeme mwingi na toshelezi. Nikirejea Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano umeme wa jua, nilikuwa najaribu kufanya tafiti kwa Tanzania. Napongeza, Machi tumefungua ile plant ya pale Kishap ambayo ina generate 50 megawatts na plan kuongeza zifike 100 megawatts, ziwe 150 kwa ujumla wake. Lakini kwa jinsi tulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, umeme wa jua, sisi majira huku Tanzania tunapata jua kwa muda mwingi sana, na tungeweza kutumia umeme wa jua, pamoja na kwamba inawezekana ikawa na initial investment cost ikawa kubwa, lakini tukishawekeza tunapata umeme mwingi na uhakika. Mheshimiwa Naibu Spika, nijaribu kufanya katafiti tu kadogo kwa ukanda wetu wa SADC, Afrika, lakini na nchi zingine. Na ukizingatia mama yetu Samia Suluhu Hassan ni kinara wa nishati safi. Umeme wa jua ni nishati safi. Nikajaribu kuangalia Afrika Kusini. Wenyewe wana generate 12 megawatts. 12,000 megawatts za umeme wa jua. Na wamefanya hivyo kwa sababu wameshirikisha pia na private sector kupitia PPP. Sasa sisi Tanzania ifike wakati pia tusiache zigo lote kwa TANESCO. Yaani wazalishe, wasambaze, kila kitu tuikaribishe PPP. Na kwenye dira 2050 tumesema kwamba tunawakaribisha private sector kuja kuhakikisha kama it's like their engine ya hii kitu, 70% ya private sector. Kwa hiyo tu introduce hii PPP kuhakikisha tuna generate umeme wa kutosha. Nikajaribu kuangalia pia Misri, so far wana 300 megawatts, lakini they plan kuadi mpaka wafike 6,500 na kitu megawatt. Ukiangalia hali ya hewa ya Misri na South Africa sio kama kwetu huko. Wale kuna kipindi wanakuwa na winter. Sisi kwetu Tanzania maeneo mengi ni jua, lakini tuna generate only 50 mpaka leo. Nikajaribu kwenda Spain. Wenyewe as we speak wana generate 50,000 megawatt, yani 50 gigawatt. Na mwaka jana tu wali generate 8,700 megawatt. Sasa Spain napo ukiangalia majira yake na kwetu, kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, it's a high time. Wafanye tafiti, serikali ifanye tafiti ya kina. Kama ni kuweza kuchukua hata mikopo, na bahati nzuri the president ana political will kuhakikisha anawekeza huku. Tutumie nyakati za awamu ya 6 kuhakikisha watendaji ambao mmedhaminiwa, Mheshimiwa Naibu Waziri, waziri, naibu waziri na watendaji wa sekta hii. Kwanza tunawapongeza. You have been doing vizuri kabisa. Lakini tutumie hizo alternative source kuhakikisha kwamba tunajadilishia, tuweze kufika mbali zaidi, tuweze kuhakikisha kwamba hizo shughuli zote na miradi ya kimkakati ambayo tunaiweka ina peak bila kupata kikwazo chochote. Kwa hiyo ilikuwa ni la kwanza. Tufanye tafiti za kina,
tupeleke wataalamu wetu wajifunze kwenye hizi miradi, kwa sababu inawezekana kuchukua expert kutoka nje mnaona ni expensive, lakini pia tutafute source hiyo private sector, na kama kuna grants zote zinapatikana tuwekeze hapa. Hiyo kusema kwamba 150 tu tuna relax hapo sio vizuri. Lakini kaangalia pia Mheshimiwa Naibu Spika kwenye joto ardhi, the geothermal. Na nyinyi tumebarikiwa sana. Kwa Tanzania nimejaribu kuangalia maeneo 50 yana hii geothermal. Takriban mikoa 16. Lakini mpaka sasa hivi, pamoja kwamba mmeanza kule kwa mwaka huu wa fedha 26-27 kule Mbeya si na wapi, ambapo natarajia kugenerate 30 megawatts na mpaka kufikia 130 megawatts by 2030 I think. Hizi ni ndogo sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimejaribu kuangalia tu nchi jirani ya Kenya. By now wanajenerate almost 1 gigawatt ya geothermal. Sisi ukiangalia maeneo tunayo ni mengi sana. Na their target by 2030, sisi tunasema 130 megawatts. Wenzetu Kenya, they are targeting kugenerate 10,000 megawatts. Kwa maana 10 gigawatts. 10,000 megawatts ni mara 2 ya umeme ambao tuko hapa. Mara 2 na zaidi ya umeme ambao tuko nao sisi Tanzania. Na ukizingatia tulivyobarikiwa sisi, tunatakiwa tutumie hii rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki. Tulitakiwa sasa hivi tunazungumza, tuna zaidi hata ya megawatts 20,000 ukiangalia hizi source. Kwa naomba sana Mheshimiwa Waziri na wataalamu wako, twende na hii kasi ya mama ambayo kwa kweli na hiyo political will. Tuhakikishe tuna exhaust hapa. Hiyo 130 by 2030 is a peanut. Mwende mrevisit. Tuone ni njia gani zingine ambazo tunaweza tukatumia kwa hata kuwavutia hao ma private sector. Tupush. Wenzetu Kenya sio ni source ngapi tulizoambiwa kwa lakini they are targeting by 2030 10,000 megawatts. Lakini pia nikija Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona hii crisis ya mafuta na usalama wa nchi yetu na nini, a lot of cryo, lakini tunaweza tukajiondoa kabisa kutegemea hii mafuta na petroli, diesel and the like. Tumebarikiwa madini ya graphite, nickel, phosphate, lithium. Haya madini pamoja kwamba serikali inatambua ameweka jitihada kubwa sana kuvutia wawekezaji kuja hapa, lakini as we speak tumefanya tukiyasafirisha kama malighafi tu, kama makinikia kwenda nje. Nchi za Ulaya na Asia wana benefit madini yetu from Africa. Wao wanatengeneza betri kule, wanatengeneza betri ambazo zinakuja kutumika kuhifadhi hata umeme kama unatumia jua au hiyo geothermal, mengine yanatumika kwenye magari. Isi high time kwetu. Tuna madini ya kutosha, tutumie graphite, tutengeneze viwanda hapa Tanzania, tutakuza uchumi wetu, tutakuza ajira, lakini zaidi tukiwa na mabetri hayo, tutaondokana hata na fossil fuel emission. Mama ni balozi wa mazingira hapa Afrika, lakini tutahakikisha tunakuwa na magari yanayotumia umeme, tutahakikisha tunakuwa na uhakika wa umeme kama ni wajua tunatumia betri ambazo tunazalisha hapa Tanzania, tutahakikisha tunasonga na kuwa shindani na hata kuweza kuuza kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo tu exhaust kwenye graphite na haya madini ambayo yani tusiache akae tumia kama madini. Twende mbali zaidi yaweze kuleta tija kwenye taifa letu. Lakini pia kwenye LNG na gas ina CNG tumebarikiwa nazo pia. Last year nilichangia hapo kwenye budget nikasema by then sasa hivi tukichukua hata mfano wa Ethiopia, wenzetu wamewekeza pale electric vehicle na hizo gas. Sisi Tanzania zote tumebarikiwa. Tukiwa na hizo battery tutatumia kwenye electric vehicle. Tukitengeneza LNG na CNG zikaenda kote, zitoke Dar es Salaam, tuweke kwenye miji yote mikuu na njia zote ambazo zinapitika kuunganisha na Tanzania yote, tuhakikishe kuna hizo gesi. Kama tunaweza tukafanya kwa petroli, kwa nini hata hizo gesi zisiwepo, ziweze kuwa transported kote? Tuhakikishe kwamba tunatoa hata vivutio vya kodi wa Tanzania binafsi, mabasi, maroli na kila magari yote yanatumia gesi, yanatumia umeme. Ikiwa hivyo, hatuna hata tishio Mheshimiwa Naibu Spika, hata mafuta yasipatikane, we are good to go. Hii mambo ya kwa tunapata pressure kwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameshatubariki ndani ya nchi yetu kuweza kuachana na kuwa tegemezi ya petroli na diesel, sio fair kabisa. Tukifanya hivyo, kwa mfano Mheshimiwa Naibu Spika kule Dubai, baada ya hii crisis licha kwamba wana mafuta, lakini hawakupata kabisa kuruzi their sleep kwa sababu wanakosa mafuta. Wamepata disaster kwenye tourism. Kwa sababu gani? Wenyewe wanatumia magari ya umeme na magari ya gesi. They are less dependent kwenye mafuta. Tanzania we should go and do that kwa sababu tumebarikiwa kila rasilimali. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Esther